Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein, na moja kati ya tuliokuwa nayo wakati huu ni kombora jipya la Israel lililotumiwa katika vita vya Gaza. Kombora hatari sana ambalo linadaiwa kwamba ni nadra sana kutumika kwa kombora hilo. Lakini kombora hili ni lipi? Ni kombora linalofahamika kama Bar, na ni kombora ambalo kwa taarifa zinadaiwa kwamba Israel hulitumia kwa nadra sana. Lakini kwa nini wakati huu kombora hili limetumika na ni kombora la aina gani? Kupitia The World News nitakujuza haya yote. Lakini kabla sijaendelea, mtazamaji wa The World News, katika komenti zenu nimejaribu kuona namna gani mmekuwa mkikomenti matusi pamoja na dhihaka kwa masuala ya udini. Ni kuombe tu mtazamaji, hayo mambo tuachane nayo kuanzia sasa. Tujaribu kufuatilia The World News, na niwaambie tu The World News ni YouTube channel ambayo tupo kwa ajili ya kuwapa habari mbalimbali za ulimwengu, lakini si channel kwa ajili ya udini wala matusi. Kwa hivyo tufuate weledi, tufuate tamaduni zetu. Kwa hivyo ni wasii tu watazamaji tuwe makini na tuachane na matusi, lakini pia tuachane na udini. Jeshi la Israel limetangaza kutumia kombora la Bar katika mashambulizi yake dhidi ya Gaza kwa mara ya kwanza tangu vita kuanza mwezi Oktoba mwaka 2023. Hapo awali jeshi hilo lilikuwa limetumia katika mashambulizi wakati wa vita dhidi ya Hezbollah huko nchini Yemen. Jeshi la Israel limetoa video inayoonyesha uzinduzi wa kombora hilo, ikielezwa kuwa kombora la Bar lina mfumo wa uongozi unaofaa kwa hali ngumu za mapigano na linaweza kulenga shabaha yake kwa muda mfupi sana. Lakini kombora hili la Bar la Israel ni kombora la aina gani? Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC ambalo limenukuu kutoka jeshi la Israel, makombora ya Bar yana utaratibu mahususi kutumika katika mazingira magumu ya mapigano yanayoweza kulenga shabaha kwa muda mfupi sana. Makombora ya Bar yamepangwa kuchukua nafasi ya makombora ya zamani ya jeshi la Israel ya Rumach ambayo yanarushwa kutoka kwenye mifumo ya kurusha roketi nyingi ya M-270. Kombora hilo lina mpangilio mzuri zaidi wa usahihi ulioboreshwa ikilinganishwa na mfumo wa roketi uliotengenezwa na Marekani wa MLRS ambao Israel imekuwa ikitumia kwa miongo kadhaa, kulingana na taarifa za awali za jeshi la Israel. Taarifa inasema kuwa Bar ina uwezo mkubwa kwa kutegemea mfumo wake wa mwongozo unaoifanya kuwa sahihi zaidi katika kulenga shabaha inayokusudiwa. Bar ina kombora la masafa ya kati na safu ya hadi kilomita 30. Lina nguvu ya kushambulia ambayo ina makombora ya zamani ya lens yanayotumiwa na mizinga. Kwa mujibu wa jeshi hilo, kikosi cha 334 cha Ngurumo ambacho ni sehemu ya kikosi cha 282 cha kikosi cha zimamoto cha kaskazini hivi karibuni kilipokea betri hizo mpya za makombora na kuthibitisha kwamba vikosi vya jeshi tayari vimetumia katika operesheni za hivi karibuni za kijeshi dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon katika ukanda wa Gaza kwa mafanikio makubwa. Lakini kombora hili hufanyaje kazi? Kamanda wa kikosi alisema kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, akisema kwamba kwa mfano ikiwa askari katika sekta hiyo ataona gaidi amebeba kombora la kuzuia kifaru kwenye moja ya jengo fulani, wakati huo anawasiliana nasi kupitia redio, ndani ya dakika 7 kombora litapiga eneo hilo halisi. Kombora hilo hurushwa kutoka kwenye jukwaa la Lehav ambalo pia ni maendeleo ya Israel ambalo linatumiwa kutoa usahihi na uwezo wa kushambulia kwa hali ya juu dhidi ya adui. Mfumo huu unatofautiana kwa kuwa sehemu ya mifumo ya hali ya juu ya ulinzi ya Israel hutumiwa kimsingi na jeshi la Israel. Limekusudiwa kuchukua nafasi ya Marekani ambayo ilianza kutumika baada ya vita vya Ghuba katika miaka 1990. Nani mtengenezaji wa kombora hili? Kwa mujibu wa jeshi la Israel, kikosi cha 282 cha silaha kimetumia makombora ya Bar yaliyotengenezwa na Elbit System kulenga maeneo ya kusini mwa Gaza kama sehemu ya mashambulizi yanayoendelea dhidi ya Hamas. Elbit System ni kampuni tanzu katika makampuni makuu ya kutengeneza silaha ya Elbit System ambayo ilianzishwa mwaka 1966 lakini iligawanywa mwaka 1996 katika matawi matatu: Elbit Medical Imaging, Elbit System yenye makao yake nchini Israel na Elbit Systems. Elbit Systems ilianza kufanya kazi nchini Israel mwaka 1996, miaka 29 iliyopita. Ilitengeneza ndege isiyokuwa na rubani
ya Skylark 1 ambayo Hamas iliiteka mwaka 2015, ikaifanyia maboresho na kuanza kuitumia, na kwa mujibu wa taarifa ya kundi hilo wakati huo, pia ina viwanda tanzu duniani kote na inauza bidhaa zake kwa wanajeshi wa nchi mbalimbali ulimwenguni. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na kamati ya washirika wa Marekani, jeshi la Israel limekuwa likitumia ndege zisizokuwa na rubani za Hermes 450 na 900 ambazo zimetengenezwa na Elbit System kwa kiasi kikubwa kufanya mashambulizi na ufuatiliaji huko Gaza na ukingo wa magharibi unaokaliwa na Lebanon tangu mwaka 2006. Hata hivyo, baadhi wanaweza kujiuliza ikiwa kombora la Bar ndio silaha ya kwanza mpya ambayo Israel imeingiza kwenye vita hivi karibuni. Jibu ni kwamba kombora la Israel la Bar haikuwa silaha pekee mpya ambayo Israel imeanzisha katika vita vyake dhidi ya Gaza tangu Oktoba mwaka 2023. Imeanzisha silaha nyingi mpya tangu kuanza kwa vita hivyo, ikiwa ni pamoja na Iron String, silaha inayoongozwa kwa usahihi iliyotengenezwa pia na Elbit Systems. Inaangazia utaratibu wa utekelezaji wa pande mbili, kwa maana laser na GPS, na ina uwezo sahihi wa shabaha katika maeneo ya mijini. Ilitumiwa na kitengo cha kikosi maalum cha Maglan katika siku 4 za vita dhidi ya Gaza iliyolengwa huko Gaza na baadaye kusini mwa Lebanon. Lakini kuna makombora mengine kama ya Holit na Yeted, lakini pia kuna makombora kama Oketz Belda, lakini pia kuna makombora mengi ikiwa ni pamoja na Merkava 4M kizazi cha 4 cha Merkava ambalo yametumiwa katika mfumo wa trophy wa kulinda dhidi ya makombora ya kuongozwa iliyotumika kwa mara ya kwanza katika vita katika maeneo yenye watu wengi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kombora jipya la Bar ambalo limetumiwa kwa usahihi huko katika Mashariki ya Kati, hasa katika eneo la Palestina la ukanda wa Gaza, na kombora hili linatajwa moja kati ya makombora yaliyofanya vizuri zaidi katika vita katika siku za hivi karibuni, ambayo vita inaendelea baina ya Israel pamoja na wapiganaji wa Hamas huko katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, ni kusihi tu uendelee kuwa nasi bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, bila matusi wala kejeli wala udini wala chochote kile kibaya. Cha msingi tu ni kuzingatia taratibu na sheria zetu za Tanzania, kwamba hatutakiwi kutoa matusi hadharani, hatutakiwi kutukanana, hatutakiwi kuvunja sheria zote za nchi kwa ufupi. Basi endelea kuwa nasi mtazamaji, na nikusihi tu utufuatilie wakati wote kupitia hapa The World News, nami nitakuwa nikiwajuza taarifa zote zinazojiri ulimwenguni kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi.